unakuta comment zaidi ya nusu zote ni kama zinashangilia na kusherehekea kifo cha kiongozi. Yule aliyeminya demokrasia anapokufa, wanadamu wanafurahi. Wasanii na wananchi. Wasanii wa Tanzania ni kwamba sijajua kwa ajili ya njaa ama kwa ajili ya nini. Sema wao walichokuwa wanakifanya ni ajira, yani walikuwa katika sehemu ya kujitafutia riziki. Hatukatae kama ni ajira. Hapa tunagawanywa kidini. Viongozi wa dini kazi yao kufundisha madrasa. Marekani kuna Wakatoliki milioni 69. Tusianzishe mchakato, bali tupeleke yale mapendekezo ya Jaji Warioba bungeni tuweze kuongezea nyama. Sawa, tuvuke kwenye swala la maji, tuhamie katika mjadala ambao hivi sasa ni kama unaonekana. Ndio. Baada ya yale yote kutokea Oktoba 29 na kumalizika kwa uchaguzi, tumekuwa tukishuhudia katika mitandao ya kijamii hali ya mvutano baina ya pande tofauti tofauti. Ni kama kumekuwa na msuguano. Tumeona mashabiki na wasanii, tumeona viongozi na maanisha watawala pamoja na wananchi, tumeona viongozi wa dini pamoja na wananchi. Msuguano umekuwa mkali sana. Kabla hatujafika kwenye udini, tuanzie hapa kwenye mgogoro kati ya wananchi na viongozi, kwa sababu imefika hatua ambayo sasa hivi Tanzania kiongozi akifariki, ukitazama comment kwenye ile post ya msiba, unakuta comment zaidi ya nusu zote ni kama zinashangilia na kusherehekea kifo cha kiongozi. Pengine hasa tumefikaje huku? Mimi niseme kitu kimoja kwamba kwa nini wananchi wanafurahia kufariki kwa kiongozi. Kwanza mimi niseme kwamba sio jambo jema sana mwanadamu aweze kufurahia kifo cha mwenzake. Mungu katika maandiko matakatifu asema kwanza ninauchukia uovu wa mwanadamu. Mwanadamu anapaswa kuchukia uovu ambao unatendwa na mtu binafsi ama jamii ambayo inafanya uovu. Isifikie hatua mwanadamu anashangilia anapokufa kiongozi au anapofariki kiongozi. Kwa nini wanafurahi? Nimejaribu kuzunguka sana katika nchi yetu hasa Tanzania. Kwa nini viongozi wanafariki alafu wanashangilia jamii? Kuna kitu kwamba na baadhi ya viongozi wa kisiasa ambazo inaonekana baadhi ya wanadamu wengine wakipenda chama fulani wanaonekana kama ni maadui. Wakikipenda chama kingine wanaonekana hao ni marafiki. Hili ni taifa moja. Tunapaswa kula keki ya taifa wote kwa wakati mmoja. Kwamba mwanadamu asifurahie kufa kwa mwanadamu mwenzake hasa kiongozi. Haipaswi kuweza kufurahia. Ila nilichokigundua ni kwamba kwa ajili ya demokrasia tulionayo Tanzania wanaona kama imeminywa kwa sehemu kubwa. Ndio maana kwamba yule aliyeminya demokrasia anapokufa wanadamu wanafurahi. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo nililoliona mimi. Na jambo la pili ambalo nililoliona mimi ni kwamba hawa viongozi wetu baadhi, nikisema baadhi manake sio wote, hawaleti huduma zile za kijamii ambazo wamekuja kwa kujinadi katika majimbo yao kwamba nitaleta 1, 2, 3, hatimaye zile hawazileti kwa wakati. Inafikia hatua ambazo kuweza kuchukia. Na jambo la tatu nimeona katika ukosefu wa ajira. Kwamba ajira zinavyokuja kukosekana kwa wakati inaonekana familia fulani ndio wanapata ajira. Kwa hiyo ndio maana kwamba wale jamii inaona kwamba hawa kwa nini wapate ajira, sisi tupate ajira. Ndio imefikia kwamba jamii inaona kwamba inawachukia. Ukiwa hapo kabla hatujamaliza juzi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azan Zungu kwenye msiba wa Jenista Mhagama wakati anahutubia alizungumza kwamba tumempoteza Jenista lakini yupo Jenista mwingine hapa, akimaanisha mtoto wake. Hii pia ilileta tafsiri tofauti tofauti kwenye mitandao ya kijamii wakisema kwamba kwa nini inaonekana kwamba baada ya kiongozi kufariki atakayefaa zaidi kushika nafasi ile ni mwanawe. Ina maana hakuna watu wengine ambao wanafaa kwenye kushika nafasi hizo. Sasa hii pia imezua mjadala mwingine kwenye mitandao ya kijamii. Ili pia kwako unalizungumzia. Kwanza ni shukuru kwa swali lako kwamba uongozi wetu wa Tanzania usio uongozi wa kifalme. Nchi sio kwa mujibu wa katiba isionekane kwamba baadhi ya viongozi ndio wanastahili kuwepo sehemu fulani ya bunge, sehemu fulani ya mahakama au sehemu fulani za ajira maalum. Kwamba Watanzania kwanza kinachotakiwa kwamba tukipata katiba mpya ambayo ndio kapendekezwa na wananchi ile 2014 ya mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Sinde Warioba, haya mambo hautayaona. Kwa katiba ambayo tulionayo kwamba
yaani mtu yoyote aliyokuwa katika jimbo husika au Mtanzania yoyote, hata kama akapiga kelele kwenye mitandao ya kijamii, haiwasaidii kwa katiba ambayo tulionayo. Katiba hii inampa mamlaka mwenye kuteua, anamteua mtu yote amtakaye, mtu yote amtakaye na ampendaye. Kwa hiyo sasa tukibadilisha katika mfumo wa kikatiba, utaona maendeleo yatakuja kwa haraka sana. Jenista Mhagama ni mbunge ambaye alianza kuanzia mwaka 2005 mpaka kufikia hatua ya leo. Tumeambiwa kwamba alikuwa mwanachama wa CCM kwa miaka 38. Kitu ambacho kwamba yuko mwanae, maana yake tayari umeshampigia debe kwamba yeye tayari atakuwa mbunge katika jimbo la Peramiho. Peramiho yuko katika mkoa wa Ruvuma kule Songea, ambaye ni miongoni kutoka pale kwenda ziwa Nyasa sio mbali sana. Lakini kuna changamoto ya huduma za kijamii, hasa haya maji ambayo tutaweza kuyazungumzia. Mheshimiwa Spika, ile kauli inawezekana ni kauli ya kuwafuta machozi wale waombolezaji, lakini isiwe kauli ya uhalisia. Waende kwenye mchakato ambao unayepaswa kufanyika katika taratibu za kichama ili apate mgombea kwa mujibu wa mchakato. Wasifanye upendeleo. Wakifanya upendeleo, utaona katika mitandao ya kijamii sana wataalamu katika hilo eneo. Sawa, tutarejea hapa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tunaelekea katika ungo ya mwisho ya mazungumzo yangu na Mzee Jerome hapa kutokea maeneo ya Temeke Mwembeyanga. Tupo tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali yanayoendelea katika nchi yetu kama Watanzania, tukizigusia sekta mbalimbali. Tumegusa sekta ya maji na sasa hivi tupo tunayazungumza yaliyopo katika jamii. Narejea kwako Mzee Jerome. Naam. Swala la wasanii na mashabiki ama wananchi ndio ni kama sasa limekuwa mpaka waziri mkuu ameamua kulizungumza, manake ni swala zito. Kwa sababu kama lingekuwa ni swala dogo tu ambalo linaishia kwenye mitandao ya kijamii, sina imani sana kwamba kiongozi mkubwa ama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali angeweza kulizungumza. Wasanii na wananchi wamekuwa wakipambana sana kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wakisema wasanii hawa hatuwataki, tunasusia kazi zao, hatuendi kwenye matamasha yao, hatuendi kwenye show zao watakazokuwa wakizifanya. Yote ni kwa sababu walishindwa kusimama upande wetu. Hiyo ndio sababu wanaoitoa. Wewe kwako unadhani katika kipindi hiki ambacho tuna mjadala mkali kama huo, nini haswa mawazo yako? Mimi mawazo yangu ni kwamba naweza nikaunga mkono wazo la waziri mkuu kukemea na wale ambao wanasema kwamba wasanii fulani wanafanya kitu fulani. Yaani shida iliyopo ni kwamba uchaguzi ambao uliofanyika miezi miwili iliyopita, wasanii waliegemea kupitia chama tawala. Wakawa wanazungumza lugha ambazo hazikuwapendeza wanadamu. Hazikuwapendeza wapiga kura. Msanii unatakiwa usimame katikati, sababu wewe ndio kioo cha jamii. Yaani inatakiwa kama alivyo kiongozi hapaswi kuwa na upendeleo. Wasanii wa Tanzania ni kwamba sijajua kwa ajili ya njaa ama kwa ajili ya nini wanashindwa kuzitengeneza kazi zao zikauzika. Kwamba kwani pasipo siasa uwezo ukatengeneza kazi zao zikawa mzuri? Ikawa mzuri. Kwa hiyo wamefikia hatua baadhi ya kwamba kuonekana katika mitandao ya kijamii wanachukiwa kwa sababu wameonekana kwamba wanasimama kwa upande mmoja pasipo kusimama katika huduma za kijamii, katika kutetea maslahi ya kijamii ya Kitanzania. Watanzania ni maskini sana. Kwamba wewe msanii unavyoweza kusimama jukwani, kumbuka mwanasiasa anavyoenda kusimama jukwani, anakuja kunadi sera zake, kuja kuziuza sera zake ili aweze kuchaguliwa, aweze kuongoza nchi ama kuongoza sehemu husika ambayo anaiomba. Kwa hiyo ukifanya katika upendeleo utachukiwa. Kwa hiyo inavyoonekana wasanii mpaka inafika katika kugombana na baadhi katika huduma katika mitandao ya kijamii ni kwa sababu wanaonekana kwamba wana upendeleo kwa upande mmoja. Yaani wanapendelea upande mmoja. Kwa hiyo mimi ninawapa wosia wasanii wahakikishe kwamba wanavyokwenda kutumia taaluma zao za muziki jukwani, wahakikishe kwamba wanaenda kuwaimbia au kumbuka kwamba baada ya kuisha uchaguzi, rais anaongoza wa Tanzania wote pasipo kuangalia itikadi za kisiasa ama itikadi za kichama. Kwa hiyo kwamba waangalie maslahi ya Watanzania wote kwa ujumla. Kwamba hapa mfano ninaenda katika mkoa wa Kigoma. Kigoma kuna changamoto gani? Wasanii waone namna ya kutoa elimu
ya kuweza kuhamasisha katika huduma za kijamii, wasifanye huduma za kiupendeleo kwa kuwabeza watu fulani. Ukiwabeza watu fulani unajenga chuki. Lakini wao walijibu wakisema kwamba walichokuwa wanakifanya, wasanii baadhi wamejibu wakisema wao walichokuwa wanakifanya ni ajira, yani walikuwa katika sehemu ya kujitafutia riziki, kwa hiyo hawapaswi kulaumiwa kwenye hili. Sasa katika ni ajira, sawa, ni ajira, hatukatai kama ni ajira kwamba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni moja ajira kwa ajili ya kuweza kupata mkate. Lakini je, kwamba hata kwa mujibu wa imani zetu tulizonaomba kwamba tuitii mamlaka, hakuna mamlaka ambayo hajatoka kwa Mungu. Maana yake hata kama mkuu wetu wa nchi atuambie tunataka tu jinsia moja, unakubaliana nalo? Maana yake hatuwezi kukubaliana nalo kutegemea na tamaduni zetu. Kwa hiyo waangalie tamaduni za Watanzania ni kitu gani ambacho kwa sasa wanakihitaji namna kuweza kuwaletea katika huduma za kijamii. Hiyo ni moja ya ajira. Lakini je, unataka kuwakebei wa Tanzania? Unataka kuwakashifu wa Tanzania? Sisi ni sauti moja, sauti ya watu ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo inatakiwa wasanii kama kioo cha jamii wahakikishe wanapojiangalia wasije wakamsahau aliye mbele yake, kwamba ajihakikishe kwamba yeye paka hapa alipofikia alikuwa wapi, ametoka wapi na amefikia wapi. Hakikisha kwamba kila jamii ambaye inaenda kufanya hata tamasha na kila jamii akienda katika majukwaa ya kisiasa awaone hao ni bora kuliko yeye, asijione yeye ni bora kuliko wao. Yani Watanzania sasa hivi wameelimika, wanajua nini kifanyike. Cha kuweza kufanya, tunatakiwa kwanza kuweza kukemea zile lugha chafu ambazo wanazozitoa wasanii kwa ajili ya Watanzania. Lugha inaleta mchanganyiko wa mawazo ya aina mbalimbali. Ulimi ni msitu, ulimi unabomoa taifa. Hata ndio maana ukisoma katika hata waraka wa Yakobo katika Biblia unasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kinaweza kuchoma msitu mkubwa sana. Isifikie ndimi zetu zikaharibu jamii za Watanzania, na wasio Watanzania wasimame katika mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania ana thamani ya kuishi katika nchi, kila Mtanzania ana haki ya kula keki ya taifa, kila Mtanzania ana haki ya kufanya kile kitu ambacho kipo kwa mujibu wa sheria. Sawa, tumalizie sasa kwenye upande wa dini, maana huu pia umekuwa ni mjadala mwingine mzito sana. TEC walitoa waraka kuweza kukemea vikali yaliyotokea Oktoba 29. Sawa. BAKWATA walisifu na kupongeza mchakato uliofanyika uchaguzi na waliunga mkono serikali. Umoja wa wahadhiri ulikuja pia ukapinga waraka wa TEC, lakini shura ya maimamu ikiongozwa na Sheikh Ponda nao walikuja wakikemea vikali mjadala ama yale yote yalikuwa yamekutokea Oktoba 29, wakisema pia uchaguzi ulikuwa huru na wa haki. Hili lilikuja kusababisha sasa dini zikaonekana ni kama zimeanza kuingilia siasa. Maana pia ilianza kutokea hapa vijana wa sasa wanaitwa Gen Z wakasema wao hawakubali kutenganishwa kwa namna yoyote ile. Tukaanza kuona misemo mbalimbali kama Shalomu alaikum, kuunganisha zile salamu za dini hii na dini hii, kuonyesha kwamba wao ni wamoja. Lakini kwa nini mpaka watu walianza kufikiria, walipata dhana za namna hii kwamba hapa tunagawanywa kidini? Unadhani ni kwa nini hasa tulifikia huko, watu wakaanza kuhisi ni kama tunagawanywa kidini? Kwanza nashukuru kwa swali zuri sana. Ujue nataka niweze kuzungumzia kuhusu masuala ya viongozi wa dini. Kwamba viongozi wa dini ni watu aina gani? Jamii ya Tanzania tuna imani za waumini kuu mbili, Wakristo na Waislamu. Lakini ndani ya Wakristo huku kuna madhehebu yako mengi, na Waislamu nayo kuna madhehebu yako mengi. Hawa wanatofautiana kwa mitazamo na namna ya kutafsiri maandiko. Unaposoma waraka wa kibiblia hasa katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 hadi wa 17, neno la Mungu linasema, neno la Mungu ina mambo makuu manne. Jambo la kwanza, kuonya, kukemea, kuadabisha na kutuongoza. Viongozi wa dini kazi yao ni kuhubiri Injili. Viongozi wa dini kazi yao kufundisha madrasa, kutoa hotuba za aina mbalimbali kuhusu jamii, kwa sababu jamii ambayo inawafundisha kuhusu maisha ya kiroho ndio jamii ambazo zinaingia katika siasa. Jamii ambazo zinaingia kwenye siasa ndio jamii ambazo zinaenda katika mikutano ya kidini, yani katika nyumba za ibada.
Serikali yetu Tanzania imejengwa katika misingi ambaye katiba yetu sio katiba ya udini. Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni katiba ya ujamaa na kujitegemea. Katiba yetu ya Tanzania ina mgombea yeyote, awe Muislamu, awe Mkristo ama awe mpagani, lakini mradi aheshimu katiba ya Tanzania tulionana na waheshimu watu wao walionao katika zile dini. Kwa nini hao watu wa dini wanazungumza hivi vitu? Kanisa Katoliki ndio kanisa kongwe duniani, ambayo ndio dhehebu la kwanza duniani kuwepo hapa duniani. Sitaweza kuzungumzia kwamba eti wanafanya mema ama kuna maeneo hawakosei. Ndio dhehebu ambalo limeanzishwa mwaka 609. Papa wao wa kwanza anaitwa Boniface. Hatimaye kanisa Katoliki hao walitokana na nani? Hao walitokana katika dola ya Kirumi, ambayo walikuwa wafalme wa aina mbalimbali. Tunaona hata kipindi cha Yesu anazaliwa Yesu kipindi cha dola ya Kirumi. Hatimaye katika mambo ya kidunia hii dola ya Kirumi ikajiingiza katika upande wa Kikristo. Hatimaye wakalitengeneza dhehebu lilo kanisa Katoliki. Katoliki ni dhehebu ambalo lina waumini wengi duniani, ambalo hili dhehebu lipo katika muundo wa kiutawala. Wana watu wao katika muundo wa kuwaongoza katika maisha ya kiroho, lakini wapo katika muundo wa kiutawala. Ndio maana kanisa Katoliki akizungumza papa duniani, Vatican leo, Vatican unaona kama ni nchi ndogo, lakini Vatican maana yake ni dunia mzima. Wapo wa Katoliki duniani wako karibu nchi 184. Hizo nchi kanisa Katoliki wamo, wana taratibu zao. Sasa kanisa Katoliki kuhusu habari za kuonya, hawajaanza kuonya katika serikali hii ya awamu ya 6. Serikali ya utawala wa awamu ya 5, kanisa Katoliki walizoea kuandika nyaraka. Hatimaye karibu 90% watawala wote kanisa Katoliki wameshaandika waraka kwamba Katoliki katika kuonya kwao hawaonyi kwa sababu wao ni wa Katoliki, wanaonya kwa sababu yale yanayofanyika, kama akifanyika madhila kanisa Katoliki linaonya. Hata baadhi ya madhehebu ya Kiislamu pia wanaonya, ikiwemo shura ya maimamu. Hiki kitu ambacho cha baadhi ya viongozi wa dini kuweza kutugawa, watafeli maeneo makubwa sana. Tusiingize katika migogoro, kwa sababu dunia kupitia Umoja wa Mataifa ndio wameweka mkakati kuhakikisha duniani kuna kuwepo na usalama. Dhehebu la kanisa Katoliki lililoanzishwa mwaka 609, tunaona baada ya kuanzisha hili dhehebu mwaka wa 610, historia, sizungumzii imani, historia, tunaona mwaka wa 610 tunaona Uislamu ndio unaingia. Historia, sizungumzii mwanzo wa imani, historia. Tunaona kipindi hicho, tunaona dola ya Kirumi inatawala dunia kupitia kanisa Katoliki. Ilikazaliwa kanisa Katoliki wakatawala dunia. Kumbuka kanisa Katoliki linazaliwa kipindi hicho, mabara hatuna mabara kama ambayo tunalo mabara 7. Kulikuwa mabara 3 kipindi hata anachozaliwa Yesu na kipindi anazaliwa Mtume Muhammad. Tutaona kama kuna mabara zaidi ya 3: bara la Asia, bara la Ulaya na bara la Afrika. Hakukuwepo na bara liitwalo Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, bara la Australia au bara la Antarctic. Bara la Afrika liliwakilishwa kwa nchi 3: Libya ambayo kibiblia ni Lubi, Ethiopia ambayo leo ni Kushi, na nchi ambayo itoa Egypt ambayo ni Misri. Ambayo hili bara lilionekana ni bara la Afrika ambalo manabii walihusika katika kukemea, kwa sababu kazi ya nabii, kazi yake kumuonya mfalme ambaye akikosea. Tunaona mfalme Daudi alikosea, alichukua mke wa Uria. Jonathan anaenda kumuonya, kwa nini umechukua mke wa Uria? Amemchukua mke wa Uria kipindi Uria yuko vitani kwa ajili ya kupambania taifa lake, huku mfalme Daudi yuko gorofani, anamwona mke wa falme, anamchukua kumfanya mke wake, akaonywa. Kwa hiyo kwamba viongozi wa dini kazi yao ni kuweza kumuonya mfalme akikosea. Mfalme akikaa sawa, viongozi wa dini hautaona wanakemea kitu chochote, kwa sababu jambo yote yanayofanyika yanakuwa ya safi. Kwa hiyo ninachotaka niweze kuwasihi viongozi wa dini wahakikishe wanabeba tunu ya amani katika taifa letu. Hii miemko ya kuleta katika mazingira ya kidini haitaweza kuwasaidia.
Taifa letu hasa limeasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Halijaasisiwa kwamba utawala wake huo utawala wa kidini. Haujaasisiwa kwamba eti Muislamu asitawale. Hakijaasisiwa kwamba eti atawale Mkristo pekee. Ndio maana tunaona baadhi ya nchi zilizotuzunguka, kwa nini Waislamu hawatawali? Kenya, inawezekana mimi naweza tukaondoka hapa duniani, Kenya usimwone Muislamu akawa rais wa nchi. Zambia, katiba yao imetamka wazi ni katiba ya Kikristo. Naye Msumbiji, unaweza usisikie kwamba akatawala Muislamu, na baadhi ya nchi. Hawa walitengeneza misingi yao katika ufalme wao kwamba hapa misingi yetu sisi tusengeze katika imani nyingine. Tunatengeneza imani ya Kikristo tu peke yake tunatangaza. Lakini Tanzania bahati pekee, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitengeneza katika misingi ya kila mmoja mwenye nafasi na taratibu za kiutawala atawale. Viongozi wa dini ambao leo wanakuja kuzungumza kila mmoja katika falsafa zake, Wakatoliki wanakemea uovu. Na baadhi ya shura ya imamu wanakemea uovu. Kwamba sidhani kama kuna kiongozi wa dini anasimama kupendelea uovu. Itakuwa kwake kuna changamoto sana. Mimi kama miongoni katika waumini wa imani nyingine, sipendi malumbano ya kidini, sababu dini itatugawa. Leo tunaona kwamba mfano nchi ambazo zinaongoza waumini wao wa Katoliki barani duniani hapa, kuna nchi ambazo ziko 10 ambazo zina Wakatoliki wengi kuliko nchi yoyote. Moja wapo kama nchi ya Brazil. Brazil Wakatoliki wako milioni 123,360,000, ambayo nchi ya Brazil ina idadi ya watu milioni 213. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka huu. Tunaona nchi ya Mexico. Nchi ya Mexico ina watu milioni 132,357,225, lakini na Wakatoliki milioni 100. Nchi ya 4 inaitwa Filipino. Filipino ina Wakatoliki milioni 35, milioni 85, lakini na 70. Marekani kuna Wakatoliki milioni 69 kati ya watu milioni 335 idadi yao. Filipino ina idadi ya watu milioni 115.8. Kuna nchi moja ambayo inaitwa Italy. Italy ina Wakatoliki milioni 50, lakini na 76,000 kati ya watu walioko milioni 59,146. Una nchi moja inaitwa Ufaransa, ina Wakatoliki milioni 39. Sawa, lakini tunaona baadhi ya hizo nchi Wakatoliki wanawaonya kwamba tuzungumze kwamba je, na kule tuzungumze kuhusu masuala ya udini. Kazi ya viongozi wa dini kwanza kuhubiri neno la Mungu ili watu wafuate njia iliyonyoofu. Jambo la pili, kazi ya dini ni kuhakikisha watu wanaishi katika amani, utulivu na utawala bora na kuweza kumheshimu Mungu wao. Sawa, na pengine tumeyazungumza mengi baada ya takwimu hizo, nafikiri watu pia wamejifunza. Natamani wakati tunamalizia hapa tupate neno lako moja au mawili pengine ya mwisho kwa umma wa Tanzania kuhusiana na kinachoendelea. Kuhusu taifa letu, kwanza nikushukuru ndugu mtangazaji kwamba kuhusu taifa letu kwanza tuwe na umoja, mshikamano na utulivu kuhusu taifa letu. Tuhakikishe kwamba tunaishi katika upendo. Ukimpenda mwenzako, dunia itakuwa salama na kila taifa litakuwa salama na kila jamii itakuwa na imani. Nataka niwasihi viongozi walioshika hatamu wahakikishe wanailinda hii amani, lakini katika kuilinda hii amani kwamba kuna kitu kinaitwa haki. Wasikilizwe wale watu ambao wanaitaka haki. Mojawapo kwamba rais ameahidi katiba mpya. Hakikishe katiba mpya inapatikana ndani ya utawala wake. Katiba ndio maisha ambaye anayemweka kiongozi kukaa madarakani. Katiba ndio inaleta unafuu wa maisha. Leo ukiangalia kuna maisha yametofautiana sana. Kuna kipato cha chini, kipato cha kati na kipato cha juu. Kwa nini leo wanasiasa wanaenda bungeni? Wabunge ambao watakuwa jumla 401, leo wabunge tunaambiwa wako 397. Kati ya 397 au 387. Kwamba leo tunaona wabunge wanaenda bungeni kwa ajili ya kutetea maslahi yao. Wanapigania maslahi. Wahakikishe majimbo kati ya majimbo yaliyoko 272 nchi mzima
wahakikishe walete huduma za kijamii. Sasa kwenye katiba ambapo umezungumza hapo, nilitaka tuligusie kwa kidogo, kwa uchache sana. Rais jana Rais Dr. Samia amekutana na Jaji Joseph Sinde Warioba. Hii imeleta taswira pia tofauti. Kwa hiyo nadhani kukutana na Jaji Joseph Sinde Warioba ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa tume ya kukusanya maoni ya katiba mpya ya mwaka 2014, unadhani kuna dalili nzuri pengine katiba mpya inaweza ikaenda kupatikana? Kwanza Jaji Joseph Sinde Warioba ni mwanasheria pia. Ameshakuwa waziri mkuu wa nchi hii, ameshakuwa jaji mkuu. Ninamwamini. Na ameenda kukutana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio rais ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa Bunge la Katiba mwaka 2014. Mwenyekiti wa Bunge la Katiba alikuwa Samuel Sita marehemu, ambaye ni marehemu ambaye amezikwa Urambo, mkoa wa Tabora. Nina imani inawezekana, sijui amezungumza nini, inawezekana pia litakuwa jambo jema kama ameenda kumshauri kuhusu mustakabali wa nchi yetu kwa habari ya katiba. Hilo nitamshukuru sana. Katiba ya wananchi ndio katiba ambayo inatakiwa. Lakini kwa nini ilishindikana Bunge la Katiba kupitisha katiba ya wananchi? Kwa sababu watu waliegemea katika miemuko ya kisiasa. Nina mashaka rais akawa na nia njema akaitisha Bunge la Katiba, lakini watakaoenda kujadili katiba ni watu ambao wapo katika mfumo wa chama kimoja 99.9%. Wasijadili mawazo ya wananchi. Wanasiasa wasituingize katika vurugu kwa ajili ya kutaka katiba. Eti kwamba baadhi ya wanasiasa wanasema kwamba ili patikane katiba tumwage damu. Hapana. Inatakiwa tupate katiba katika mawazo chanya pasipo kuweza kumwaga damu. Damu haipaswi kumwaga kwa ajili yetu tulipambania katiba. Tunaitaka katiba mawazo ya wananchi. Wazo langu mimi, ile katiba ya Jaji Warioba ya 2014 ije mezani. Kama kuna marekebisho tuyaweke marekebisho machache. Tusianzishe mchakato, bali tupeleke yale mapendekezo ya Jaji Warioba bungeni tuweze kuongezea nyama. Tuongezee nyama. Tukisema katiba tuanze kutengeneza muundo tena wa katiba, tuanze utafiti tena, maana yake tunaondoa wazo la katiba ya Warioba. Sahihi. Twende na mawazo ya katiba ya Warioba ya mwaka 2014 ambayo katiba hii ndio wanaitaka wananchi. Katiba ya chama kimoja ndio ukiangalia hata katiba yetu hii ambayo tulionayo ambayo ina ibara 151. Ni katiba ambazo zinatakiwa kufanya marekebisho makubwa sana. Maana yake ni katiba ambayo leo tuweze ukasema kwamba inataka kwenda kuwa kuukuu. Tunataka kitu ambacho kipya, ambacho Watanzania unaowaona wanataka kila mmoja ale keki ya taifa. Kwa mujibu wa katiba, nao wanahitaji kila mmoja ashike nafasi katika nchi yake, kwa sababu nchi ya watu wote. Sahihi. Kwa taaluma aliyenaye mtu atashika nafasi. Leo tuna uhaba wa maji. Uhaba wa maji inatokana, inawezekana kwamba hata afanye asifanye hawezi kumpeleka mahakamani. Sawa, tuishie hapo. Nafikiri tumezungumza mengi sana, na mimi pia nikushukuru kwa wakati wako Mzee Jerome. Bila shaka wakati mwingine pia utakapopata nafasi basi tuweza kuonana kwa ajili ya kuzungumza. Mimi ninashukuru sana mtangazaji. Mungu aweze kuwabariki sana. Asante sana. Pia nashukuru sana. Asante Barikiwe. sana. Asante sana. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, hadi kufikia hapa tunafikia mwisho ama tunafikia tamati ya mazungumzo mujarab kabisa. Tulikuwa tukipata tafakuri juu ya yale yanaendelea katika nchi yetu, hususan katika kipindi cha hivi karibuni. Ulikuwa na mimi kwa takriban zaidi ya nusu saa, tumezungumza mengi sana. Naitwa Salumu Amani, nilikuwa na Mzee Jerome. Nikukumbusha kuendelea kutufuatia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, Twitter ambayo sasa hivi ni X, lakini pia TikTok kwa jina la Kawabe Media. Lakini pia kitu muhimu zaidi, usiache kusubscribe channel yetu hapa YouTube kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali, maudhui mbalimbali ambayo wewe ataweza kukuburudisha. Na sisi tunasema Kawabe Media, sauti ya jamii. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Unatazama Kawabe Media, sauti ya jamii.